tuko hapa katika msiba wa kocha Peter Manyika na tunapata nafasi ya kuzungumza na miongoni mwa watu ambao wamecheza naye, lakini pia wamefanya kazi naye katika kelia hiyo ya ukocha legend Ayo Mayai Tembele. Bana, pole kabisa na huu msiba. Asante sana. Hivyo ndo kila kitu Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa hiyo ni msiba wa familia, wana michezo wote Tanzania na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ya mchango wake ambao wamechangia katika maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Umecheza naye lakini pia ulikuwa naye katika hii kelia ya ukocha. Taarifa hizo ulivyozipata ulijisikiaje? Kwa kweli tarehe 26 jana haikuwa siku nzuri, kwa sababu asubuhi tu ile naamka alfajiri, message ya kwanza na kuja kuiangalia kuna grupu la umoja wetu wa wachezaji wa zamani Galacticos, na kuja kukuta taarifa hiyo kwamba ndugu yetu ametangulia mbele. Kwa kweli hiyo siku kawa tayari yani, lakini ndio hivyo, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ndio anapanga kila kitu, basi ikawa nikaimpokea, kwa sababu ndio Mwenyezi Mungu, wote mwenzetu ametangulia na sisi tutafuata. Kwa hiyo Peter Manyika ni zaidi ya yani, kwa jinsi ambavyo unavyoona, kwa mfano unaona wote hapa group la wachezaji ambao tuko hapo ni mwanafamilia, tangia enzi tunacheza mpaka tumestaafu kucheza. Mchango wake bado anaendelea kutoa, kwa sababu bado anathibitisha ni mwanamichezo, kwa sababu hiyo kazi ya kocha ya kufanya coaching kwenye eneo la goalkeeping, anafundisha, ameanza kuifanya hiyo kazi tangia akiwa anacheza. Hiyo inathibitisha yani mapenzi alionayo, yani anapenda ile kazi anayoifanya, yani anapenda kudaka kwa goalkeeper. Kwa hiyo ni miongoni mwa magolikipa ambao walikuwa wanavutia hata vijana. Ndio sababu unaona hata mwanae unamuona Manyika Junior amevutiwa sio tu kucheza mpira, bali amevutiwa kudaka na yeye akawa goalkeeper, kwa sababu na yeye hata kipindi kile kuna wakati alikuwa anafanya mazoezi, mtoto wake bado mdogo anakuja naye mazoezini ili kumuinfluence na yeye apende kucheza mpira, tena sio tu kucheza bali kudaka kama yeye alivyokuwa anadaka. Peter Manyika nje ya mpira alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa yani ni rafiki wa kila mtu. Hii unaona umoja ambao na ushirikiano ambao umekuwa nao, yani muda wote ni rafiki wa kila mtu, na ni mtu ambaye alikuwa na commitment, yani anajitoa sana kwenye kitu chochote kile. Ni mtu ambaye alikuwa anajitoa, chochote kile kinakuhusu wewe, kinamhusu nani, ni mtu ambaye alikuwa anajitoa sana. Ndio sababu hata katika eneo la goalkeeping, hata katika baadhi ya kozi ambazo alikuwa anatoa, maana yake tunajua yeye alikuwa pia ni kocha wa goalkeeper hivi sasa hivi baada ya kustaafu, huwa anawafundisha kwa kutumia mfano wake yeye, kwa sababu hata yeye tangia kipindi tunacheza naye alikuwa ndio, unaweza kuwa wewe ni captain, kwa mfano mimi nilikuwa captain, lakini kwenye ulinzi yeye ndio kiongozi. Alikuwa anaonesha kabisa kwamba yeye ndio kiongozi wa ulinzi. Kwa hiyo anapotoa maelekezo, anavotuma, anavohamasisha, ni kitu ambacho kwa kweli kilikuwa kinasaidia sana katika maendeleo ya mchezaji mmoja, lakini hata maendeleo ya timu. Najua yapo matukio mengi ambayo Peter Manyika amefanya kwenye ulimwengu wa soka. Nataka tu nipe japo tukio moja tu ambalo wewe unalikumbuka zaidi katika ulimwengu wa soka ambalo Peter Manyika amelifanya. Kwa kweli Peter Manyika, yani kama hivyo ninazungumza, kuna kitu ambacho waga tunazungumza, yani yeye alikuwa ni goalkeeper, lakini alikuwa ni kocha wa goalkeeper. Moja kati ya vitu ambavyo hata ukiwauliza wenzangu hapo kina Banza Shika, unaona kina Shabana Ramadhani wako hapo, ukiwauliza tunafanya mazoezi miaka hiyo, tunajua vifaa vya mazoezi vilikuwa vichache sana. Kwa mfano mipira ilikuwa michache, tulikuwa nayo labda mipira 4 au 3, timu nzima ndio tunayo mipira. Sasa mkipangiwa ratiba na kocha mazoezi labda saa 10, Peter anawaomba jamani, sisi tuwahi twendeni saa 8, lakini tukifika hiyo saa 8 yeye anataka tumpigie mashuti tu, yani yeye anakaa golini tunampigia mashuti, kitu ambacho kwa kweli kilikuwa kinasaidia sana, yani kinaongeza kinaongeza sana hata uwezo wa wachezaji. Lakini kingine kikubwa ambacho ndio hicho ambacho huwa kitaendelea kuwa rekodi, sisi tulishinda ile mwaka 99 kombe la Sekafa, wakati ule klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, wakati ule pale Kampala dhidi ya Villa. Ile mechi tulishinda kwa penalty, lakini mazoezi ya penalty achilia mbali yale ya kocha Peter Manyika, yani kwenye program ya kocha haimo. Lakini jamani, leo si tunamaliza mazoezi labda saa 4, anaambia jamani tutulieni, saa 4 asubuhi tutulieni, tupige penalty hapa, mnipigie penalty. Yani tunampigia yeye tu penalty, wachezaji hata 10 au 15, hata masaa mawili tunatumia kupiga penalty tu, ambazo kwenda kule kwenye ile mechi ya finali
Mmoja kati ya kitu ambacho kilitupa ubingwa, tulichukua ubingwa kwa njia ya mikojo penalty. Tulitoka sare 1-1, lakini baadaye tukaenda kwenye penalty na kwenda sasa penalty ya mwisho nilipiga mimi ambayo ilitupa nani. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli unaona kabisa yani kama vile alikuwa na maono na alikuwa na mchango wa mafanikio ya timu. Mimi swali langu kwa brother hapa, Mayai wewe ni legend na umekuwa ni kiongozi pia hata kwenye timu ya wakongwe. Tukisema Peter Manyika tunahitaji moja kwa moja unaona brand yake ni Young Africans. Swali langu, msiba huu tumepokea taarifa kutoka jana, unaridhishwa na the way watu walivyoitika, hasa wachezaji wa zamani especially labda klabu ya Yanga na vitu kama hivyo? Manake kuna wakati tumekuwa tuna desturi ama hulka ya kuchagua misiba, nimfuate nani, lakini ukisema Manyika hii kuanzia senior mpeleke paka kwenye junior, msiba ulitosha kuona watu wanapishana, lakini tuseme bado mapema, au hata we kuna namna uridhishwi na mahudhurio labda pengine na kuona wewe na baadhi ya legend wenzako, lakini sioni kwamba kama kuna squad ya watu wengi zaidi. Kubwa hapa niliona mimi ni swala ratiba, kwa sababu mimi binafsi tu kupigiwa simu jana, simu ambazo nilizopigiwa ni zaidi ya simu yani zilikuwa 45 35, zaidi ya simu 45, yani kuhusiana na swala ratiba. Mimi hadi nikawa nawasiliana na shangazi yake marehemu, kwa sababu tulikuwa tunawasiliana tangia yuko hospitali, nimeshakwenda hospitali Muhimbili wakati ule bado yuko hospitali wiki iliyopita. Kwa hiyo ni moja kati na nini swala ratiba, lakini pia hata hapa muda si mrefu sasa hivi viongozi wa Yanga wametoka kunipigia simu sasa hivi, yani naweza kuonyesha hata simu ya mwisho ambayo nimepigiwa ambayo walikuwa wanaulizia. Unamwona huyu hapa, Ali Kamwe, saa 9:59 ametoka kunipigia kuulizia, kwa sababu alikuwa anaongea na engineer Harris. Bwana, wao huwa wana utaratibu wa kushiriki apart kushiriki tu kufika, lakini pia na utaratibu wa kufanya kuthamini kile ambacho yani Manyika amekiacha katika Yanga. Kwa hiyo lazima watoe shukurani, wafanye nini. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tumewasiliana nao, lakini ilikuwa ni swala la ratiba, lakini naamini watu wengi sana watashiriki katika tukio hili, kwa sababu kwa simu kwa kweli mimi apart from wachezaji wengine nimepigiwa simu nyingi sana, kwa sababu bahati nzuri mimi nilikuwa nashiriki tangia siku ya kwanza amepelekwa katika hospitali ya Muhimbili kabla ya kwa ajili ya vipimo. Bwana, mimi nikushukuru sana na pole sana. Asante sana.